walianza kuchukua mchezo, lakini bado wakawa wanashindwa kupata uwiano sahihi wa namba, kwa sababu walikuwa wanakutana na changamoto kubwa eneo la katikati, ambako Azam panakuwa pana watu watano ambao wanakabana na viungo wawili. Lakini pia utazungumzia pia leo kiwango cha Mudathiri Yahya kipindi cha kwanza akikuwa vizuri. Ni mtu ambaye alikuwa anategemea aweze kukava eneo kubwa la kiwanja na kuweza kupunguza gap na kupunguza ile pressure ya safu ya ulinzi, lakini pia mingi ambayo alikuwa anaipata ilikuwa inapotea. Lakini bila kusahau makosa ya Bakari Nondo Mwamnyeto, kuna kama la mbili alikuwa anafanya makosa ambayo ni ya msingi, kwa sababu anapenda kulazimisha kupitia katikati, lakini pasi zake zinakuwa wakati mwingine zina madhara na kuweza kushambuliwa. Kwa hiyo naweza kusema kwamba leo Azam aliwini Yanga kwenye game plan ya mchezo wa leo hii. Aliwini Yanga kijua kwamba ukiweza kwa frustrate kwenye eneo lao la ulinzi utawafanya wao disorganized. Angalia Depu muda mwingi wa mchezo alikuwa yuko mbele isolated, yuko peke yake akiwa ana support. Muangalie ni Dube alikuwa anatokea pembeni, lakini pia kiwango cha Okelo akikuwa vizuri katika siku ya leo hii, kwa sababu aitegemewa kama ni play lola. Kwa hiyo ni mechi ambayo pengine Azam alideserve kushinda kama angekuwa iko sahihi, lakini Yanga waliweza kuhimili pressure yao kutokana na ubora walionao na wachezaji wao. Lakini kwa sehemu nyingine siwezi kuacha kuzungumza kwamba mwamuzi naye alikuwa ni sehemu ya kuweza kuwakatili Yanga, kwa sababu alikuwa na maamuzi ambayo hayakuwa fair, yalikuwa upande mmoja, alikuwa iko very aggressive kwa Yanga. Ona zile fouls 50 kwa 50 ambazo pengine Yanga angeweza kunufaika, alikuwa hawezi kuwasaidia. Lakini pia mwishoni katika hatua ambayo pengine Yanga angeweza kusekiwa alama tatu, anaweza kwenda kukataa. Kwanza kuna fouls ambayo ilikuwa inapigwa nje ya 18 akaweza kuipeta, lakini pia tukio la Dube ilikuwa ni clear penalty ambayo Yanga watakiwa pewe dakika 2 nyongeza na pengine kuweza kubadilisha matokeo. Lakini naamini kwamba mwamuzi leo hakuwa kwenye upande wa Yanga, hakuwa na Yanga, na si kwamba alikuwa yuko sahihi, lakini pengine alikuwa ameingia binafsi. Pengine alikuwa ameingia, kuna matokeo ambayo alikuwa yeye ameshaya set katika mechi ya leo hii binafsi. Haikuwa game nzuri, amewanyima Yanga alama 3 dakika za mwisho baada ya Yanga kuweza kudeserve kupewa mkojo penalty. Machief, huwa mna vitu ambavyo mnavijua, sisi wengine hatovijui. Kile ambacho kimefanywa na referee, kile ambacho kimetokea kabla mchezo, kwa maana Young Africans wameishia kwenye corridor, hajaingia kwenye vyumba vya kubadilishia nguo, lakini posti ambayo ameposti Ali Shaban Kamwe, apply uchief. Alafu tuambie nini hasa kipo hapa katikati kwenye hivi vitu vitatu. Mimi ninachokiona kwamba kuna changamoto. Sitaki kuwa na assurance ya 100%, lakini nafikiri kuna vita kubwa nje ya kiwanja ambayo inaendelea. Na vita hii maana ipo kati ya Simba na Yanga. Kuna vita ambayo inaendelea kwa sababu ukiangalia hata ratiba ambayo Yanga alikuwa amepangiwa ni ratiba ambayo ilikuwa sio rahisi Yanga kuweza kutoka kwa kiwango ambacho kuna sasa hivi. Unaweza kuona mtiririko wa mechi ambazo walikuwa wamekutana nazo. Ukianzia mechi ya JKT kaja wakatoka kutoka mechi nyingine, baada hapo unakutana na mechi kama Singida, unatoka tena unakutana na mechi nyingine Prison, unatoka unakutana na Azam. Kwa hiyo ilikuwa ni mpango mkakati wa kuhakikisha kwamba walau wanaangusha alama kama sio 2 basi alama 3. Kwa namna ambavyo nasema hivyo kwa sababu opponent wake ambaye anagombea naye ubingwa yeye yuko pele, yani relaxed. Yani Simba anacheza kwa matuo, anacheza kwa vituo, hana stress kubwa. Na tumeona hata jana ile mechi imeweza kupelekwa mbele kutokana na mvua ilikuwa imenyesha. Kwa kama kuna mazingira ambayo mimi sitaki kuamini kwamba pengine wanapanga, lakini kuna kitu ambacho hakiko sawa, na nikireflect ambacho amekiandika Alikame kwamba walichokipanga kimekuwa. Kwa hiyo naamini kwamba hii sare, huyu mwamuzi haikuwa kwa bahati mbaya. Kwa sababu ukimwangalia ni kama alikuwa ameingia kwenda kubalance mchezo isipatikane matokeo. Lakini pia first half kuna ile ambayo ilikuwa ni offside, ilikuwa offside ambayo ilikuwa ni ya Max. Ile tukio ambayo Max alikuwa anakwenda kufunga, lakini line 1 akaweza kunyoosha kibendera. Kwa hiyo nafikiri Yanga wamekutana na ugumu mkubwa, lakini kilichowafanya pengine waweze kusekea mechi hizi bila kupoteza ni ubora wa kikosi walichonacho. Ingawa ukiangalia hata kama wakiwa hawachezi vizuri, wakati ukiangalia leo Yanga wamecheza let's say 60% ya uwezo walionao, lakini bado wameweza kusekiwa kuweza kupata alama moja. Kwa hiyo timu ambayo ikiwa katika ubora wa 80 au 100, maana yake wanakuwa na level tofauti. Kwa hiyo naamini kwamba Yanga msimu huu atachukua ubingwa, lakini haita kazi ndogo. Ni lazima afanye kazi zaidi kuhakikisha kwamba anapambana mambo ya ndani na nje ya kiwanja. Tuhamie kwako Steven Mapunda. Young Africans amedondosha pointi 2 kwenye zile 5, kwa maana kama Simba atashinda zitakuwa zimesalia pointi 3.
unaona chochote kinaweza kikatokea, hasa tukiangalia mbio za ubingwa msimu huu NBC Premier League na kuangalia kiwango alichokuwa nacho klabu ya Simba? Mimi nikitazama mpaka hivi sasa bado naiona Yanga ikiwa na nafasi kubwa tu ya kuweza kufanya vizuri, na nikiangalia kwa upande wangu naiona Yanga kwa haya matokeo ambayo wameyapata ni matokeo ya kimafanikio sana ukilinganisha na hali ya pressure aliyokuwa nayo, kwa maana kwamba mlimbikizo wa ratiba upande wake. Anatoka kucheza na Simba tarehe 1 Machi. Yes. Anatoka hapo anakwenda anacheza mechi dhidi ya Singida. Yep. Anatoka hapo anakuja kucheza kwenye FA dhidi ya Polisi Tanzania. Yes. Anatoka hapo anakwenda kucheza dhidi ya Tanzania Prison. Yes. Anatoka hapo anakuja kucheza dhidi ya Azam. Umeona? Yep. Yes. Kwa hiyo amecheza takriban mechi 4 za kufuatana. Yes. Ndani ya takriban siku 10 na amecheza mechi 4. Yep. Ana wastani wa kuweza kucheza siku 2 mechi. Ndio. Yaani wastani wake ukiupigia hesabu hapo. Yep. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba kwa aina ya matokeo ambayo ameyapata kutoka tarehe 1 mpaka tarehe 15 amecheza mechi 5. Umeelewa vizuri hapo? Kwa na wastani wa siku 3 kucheza mechi. Yes. Kwa hiyo kwa matokeo ambayo ameyapata kwa timu kama ya Azam ni kwake yeye imekuwa ni mafanikio zaidi, kwa sababu unapohitaji kuwa bingwa hakikisha yule ambaye anakupa changamoto ya ubingwa asipate alama 3 kwako. Kwa hiyo kama hapa ameweza kugawana naye alama, tafsiri yake ni nzuri kwenye kuziendea zile mbio za ubingwa. Okay. Na mshindani wake mwingine ni Simba ambaye pia aliweza kugawana alama, na tunakubali kabisa kwamba Simba alikuwa amecheza kwa nguvu ya hali ya juu, alikuwa amejitoa kwa hali ya juu alipocheza na Young African. Yes. Na hata ukiangalia leo Azam ilivyokuwa imeingia, imecheza kama timu ndogo inavyocheza na timu kubwa. Kwa maana gani? Kwa sababu ukiniuliza kwamba Azam waliingia na forward yupi kati yao, wote walikuwa forward wa uongo, hakuwa forward pase. Tafsiri yake ni nini? Kwamba tuwe na idadi kubwa ya watu ambao watajituma katika kiwanja, tuende tukakabe wote, turudi wote, alafu tutumie mipira mirefu au mipira ya kushtukiza ili tuweze kupata matokeo. Utagundua hata mpira mbali upiga Faisal Salum kutoka karibu katikati ya kiwanja, aliupiga mpira mrefu baada ya kumuona Diala amesogea mbele. Mipira kama ndio alikuwa anategemea aweze kupata matokeo. Yes. Lakini pia ukiangalia katika zile counter attack ambazo walikuwa wakizifanya, lakini tu kwamba reaction ya Yanga ilikuwa iko very active katika maeneo yao, lakini Yanga wao waliingia kucheza kama vile ambavyo timu nyingine inaweza kutafuta matokeo kwa timu yoyote ile. Yes. Ukiangalia wameanza na washambuliaji wawili, ukiangalia wamejaza viungo ambao wote wana sifa ya kuweza kushambulia, lakini pia wameweka mabeki asilia kabisa kwamba namba 2, namba 3 asilia, 4 na 5 asilia. Kwa hiyo unaiona kabisa Yanga bado inasimama katika hali ya ukubwa katika nchi hii, inacheza kikubwa katika nchi hii, lakini timu zingine zote zinapokuja kucheza na Yanga maana yake zinauma meno to the maximum. Sasa ukiangalia Azam wanapata faida mbili. Faida ya kwanza ni timu ambayo imeshapata rhythm ya kupambana. Umeona? Ilishahesabika kwamba katika Big 4 lazima Azam iwepo. Hiyo ni nafasi ya kwanza ambayo anaipata Azam. Okay. Nafasi ya pili ambayo anaipata Azam, wana mwalimu bora ambaye pia naye anaweza kuinduce mbinu ambazo zinaweza zikaweza kuleta changamoto kwa upande wa Young African. Kwa hiyo nafikiri katika maeneo hayo Azam ndipo wameweza kunufaika zaidi, lakini ukija kuniambia katika eneo ambalo la kimafanikio zaidi kwenye possession, namna ya kuweza kuattack, namna ya kuleta hatari ambazo zimeweza kumpa mpinzani hali ya kuto kujiamini. Unaona kabisa Yanga imeweza kufanya attempt zenye hatari zaidi ukilinganisha na Azam FC. Kwa hiyo bado nasimama upande wa Young African kwamba siku ya leo mbali ya ugumu wa mechi ulivyo, lakini walistahili kuweza kupata alama 3, kwa maana ya kwamba ukiangalia move ya kwanza Max Zengeli anahukumiwa akiwa offside, lakini alikuwa katika eneo ambalo liko salama. Ukija kuangalia move ya mwisho Prince Mpumelelo Dube akiwa katika umiliki wa mpira anafanywa follow kwenye box, ilistahili kuwa penalty. Yes. Mara nyingi sana 70% anapewa mpigaji, 30% anapewa mdagaji. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba Yanga wameweza kunyimwa faida ya namna hiyo, na nafikiri kwamba mpira wetu kwa sasa unafikia hatua ya kwenda kubalance.
Okay. Simba alichukua mara 4 mfululizo. Ndio. Yanga amechukua mara 4 mfululizo. Sasa ukija kuangalia ukubwa wa hizi timu mbili, inafika kipindi kwamba kwa nini wewe uende uchukue mara ya 5? Yes. Kwa sababu ingawa miaka nyuma isha kutokea Yanga akachukua mara 5, Simba akachukua mara 5, isha kutokea. Kwa hiyo inawezekana kwa kizazi cha sasa wanajaribu kuweka ugumu zaidi, na anayecheza mechi hizi pasi na shaka yote mpinzani wa Young African ambaye ni nani? Ni Simba Sports Club. Okay. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba kuna ugumu fulani ambao Yanga wanaupitia, na tutegemee ugumu zaidi huko siku za mbeleni, kwa sababu Simba iko very comfortable. Yes. Ametoka kucheza mechi tarehe 1. Toka tarehe 1 alivyocheza, anza kuhesabu mechi alizocheza. Amekuja amecheza ya ligi 1, amekuja amecheza FA 1. Ana mechi 3 ndani ya siku 15. Yes. Amecheza mechi 3. Ana wastani wa kupumzika siku 5. Sio, umeelewa vizuri? Yep. Wakati huo kama angecheza mechi dhidi ya TRA angekuwa na wastani wa kupumzika siku 4. Kwa maana ya kwamba ndani ya siku 15 amecheza mechi 4. Sio, umeelewa vizuri? Yeah. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba kwa upande wa Simba wako more comfortable ukilinganisha na upande wa Young African. Kwa hiyo hili nafikiri linaweza likaja kuleta shida kwa siku za usoni. Yes. Na kikanuni mechi ikiwa imeahirishwa kwa sababu yoyote ya hali ya hewa au sababu yoyote ile ambayo inaweza kusababisha mechi isiweze kucheza, isipokuwa sababu ya kiusalama kama kuna vita, kuna tishio la amani, labda vitu kama hivyo, inawezekana ikawa tofauti. Lakini kama ni swala la climate tu, hali ya hewa, kwamba ikasababisha kwamba mchezo usiweze kuchezwa ukaahirishwa, tafsiri yake ni kwamba unaahirishwa, unachezwa siku inayofuata, lakini imeahirishwa, ile mechi imekuwa kimya mpaka bodi irudi tena iweze kupanga tena tarehe nyingine. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba kuna mazingira ambayo Yanga anapewa wakati mgumu zaidi kuweza kuhakikisha kwamba anapata ugumu kwenye kuendea ubingwa. Lakini mimi nikiangalia mpaka hivi sasa bado naiona Yanga ipo sehemu nzuri zaidi. Ni sare ya 3 toka ligi inaanza. Yes. Amecheza michezo 14, amesare 3, ameshinda michezo 10. So far so good, bado yuko sehemu nzuri. Chief, nimeona Simba wamefanya hivyo. Nafikiri pia kwa Yanga siku za usoni huko inaweza ikawa hivyo. Sasa hivi naona ukapteni anavaa Rushin Direk, lakini wakati mwingine naona Ismail Tule anavaa. Leo hii Djigui Diarra sio tu kwenye mchezo huu, hata katika mchezo wa Simba goli ambalo limefungwa na Suleiman Mwalimu, Djigui Diarra anafanya kazi zaidi ya kapteni. Unadhani leo imempelekea kupewa kadi ya njano? Bado wachezaji wetu hawajui maana ya kapteni, na pengine labda Djigui Diarra anastahili kuwa kapteni? Nafikiri Diarra ana character za uongozi, Yes. instinct, ni kiongozi. Ukimwangalia tu, yani ni mtu ambaye alizaliwa kuwa kiongozi. Yes. Na anapaswa kucheza, na wakati mwingine kama unakuwa unafuatilia, wakati mwingine anakuwa ana cool down team, anaweza kaiamsha team, lakini anajua ni moment gani pengine aweze kuleta labda chaos kwenye kiwanja, aweze kumchanganya mwamuzi. Kwa hiyo ni mtu ambaye amekuwa anafanya kazi kubwa ambazo pengine zingeweza kufanyika na kapteni, na hii haiji kwa bahati mbaya. Unajua moja ya faida ya wachezaji wa kigeni, sio tu kuja kuongeza value katikati ya kiwanja, lakini pia hata namna ya kuweza kufanya labda interview, namna ya kuweza kufanya ile game management. Wako mbali sana. Ukiangalia hata Yanga ikiwa inashambuliwa, ambapo anakuwa anafanya kuweza kupunguza pressure, sio leo sio jana. Kwa nafikiri ana vitu vya ziada ambavyo vingine amevipata kwa sababu amepitia katika academy za soka pale Stade Malini, na ukiplus na tabia yake kwa kiongozi, ndio kunamfanya wakati mwingine atamani kuweza kumsaidia Mwamnyeto. Sisi kwetu kunakuta kwamba kapteni yeye anakuwa anahusika kwenye matokeo yale dhahiri, na wakati mwingine inatakiwa wakati unacheza, lakini pia huo unasoma mchezo. Wakati mwingine huo unaweza kujua uwezo wa mtu mmoja mmoja. Ndio maana kuna wakati inafika hatua hata kapteni anaweza kumshauri kocha, kwa maana nafikiri fulani ungeweza kumpumzisha. Kwa hiyo namuona Diarra akiwa ni zaidi ya goalkeeper. Akiwa kiwanjani, Yanga wanakuwa na mwalimu mwingine kiwanjani ambaye anakuwa afanya timu iweze kubalance, lakini amekuwa ni mwepesi wa